Ngoja naweka mambo sawa. Ngoja niweke mambo sawa hapa. Okay. Asante sana. Go live. Okay. Nawashukuru sana ndugu zangu, mimi naitwa Humphrey Polepole, ndugu yenu, na leo tutakuwa kwenye, ndugu zangu wamenisaidia kurusha leo. Nafikiri wale ambao wameanza na mimi kwa maana ya kule kwenye YouTube ni ile peji miliki wake anaitwa ama ina jina la Patria 2020-2025. Huyo yuko live, na kushukuru sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Patria 2020-2025. Lakini pia tuko live kwa TikTok kwenye akaunti yangu, tuko live kwa Instagram kwenye akaunti yangu, na tuko live kwenye Facebook kwenye ukurasa wangu. Karibuni sana, karibuni sana. Sasa nimesema tuingie chap hivi kwa mazingira ambayo mnayafahamu. Huwa mara nyingi nikiwatangazia haraka sana mambo yanakuwa sio. Leo nataka niwaambie kwa haraka mambo manne. Nishare na ninyi mambo manne. Karibuni sana wale ambao mnaendelea kuingia. Karibuni sana. Kuna mtu amesema sauti, nafikiri sauti iko sawa sawa. Karibuni sana. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, Mungu awabariki. Tufike hapo 1000 tuanze. Tumeshafika 1000 tayari. Tuko na watu 1000 ambao tayari wako katika platform zetu zote hizo nilizozisema. La kwanza, ndugu zangu, nimelazimika kusema kwa chap kwa sababu moja. Wahuni, magenge ya kihuni hayatasimama wala hayatakaa kimya kumzuia mtu yoyote ambaye anazungumza kuhusu haki, ambaye anatetea nchi yetu, ambaye anatetea rasilimali zetu. Hawataacha hata kidogo. Hawataacha kumzonga hata kidogo. Ukigusa kuhusu haki, ukigusa kuhusu rasilimali, ukigusa kuhusu ufisadi, ukigusa kuhusu uongozi, jumla governance, utashambuliwa, utafuatiwa haraka sana. Kwa rai yangu, na nimekuwa nikiongea na watu kadhaa, wale wote ambao mmejitoa kuipigania nchi yetu ya Tanzania, kuweni makini sana. Mwindaji yuko huko nje, anawatafuta awadhuru. Kwa hiyo muwe makini na wasihi sana, muwe makini. Haya ni magenge ya kihuni, umenielewa? Ni magenge ya watu wahalifu, lakini unafahamu yana uhusiano. Baadhi ya vyombo vyetu kwa sehemu na kwa nafasi fulani viko compromised. Baadhi ya vyombo vyetu viko compromised. Wako baadhi ya watu kwenye vyombo vyetu waliokosa uadilifu, wanashirikiana na wahalifu. Badala ya kuhakikisha usalama wa raia, wanashirikiana na wahalifu kuwafuatia watu wema wanaoipenda nchi ya Tanzania, kuwafuatia watu wema wanaozungumza kuhusu haki, kuwafuatia watu wema wanaozungumza kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo rai yangu leo, muwe makini, na nimesema muwe makini kwa sababu
nimepata habari ya uhakika kabisa, na mimi namshukuru Mungu kwa nilikopita mpaka hata sasa. Nikikwambia nina habari ya uhakika, ni habari ya uhakika. Wako watu wasiofaa kwenye magenge haya ya kihuni, na wakishirikiana na watumishi na viongozi waliokosa uadilifu kwenye vyombo vyetu. Na mimi nitoe changamoto kwenye vyombo vyetu, kwa sababu watu wema wamo. Ishini viapo vyenu. Viapo vyenu ni kuilinda Tanzania na watu wake, ni kulinda Tanzania na mipaka yake, sio kulinda mtu na genge lake kwa maslahi yake mwenyewe. Iko siku itakuja, kila aliyetenda kinyume na utaratibu atajibu. Mimi nawaambia atajibu vikali, na wakati huo ukifika, hakutakuwa na msalie mtume, hakutakuwa na huruma kwa yeyote aliyeshiriki kwenye kuupeleka mbele uovu, uhalifu, na wakati mwingine kutoka kwenye vyombo vyetu ambavyo vina damu ya Watanzania, vinakula na kuishi kwa kodi za Watanzania. Sasa taarifa niloipata, wametumwa watu, wamezungushwa, wametumwa watu, huenda wengine wako tayari hapa Tanzania. Ni operesheni. Nikisema operesheni, mtu ambaye kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ananielewa. Ni operation, ndio, na si operesheni ya kutangaza rasmi. Operation ni operation. Wako Tanzania, wamepelekwa nje ya Tanzania, wamepelekwa nchi za Ulaya, wamepelekwa Marekani, wengine eti wanataka kunifuata Cuba. Mungu Baba wa mbinguni, tusaidie nchi yetu. Na lengo lao ni kwenda kudhuru. Na mimi huwa sina desturi ya kumzungumza mtu mwingine, lakini kwa habari niloipata leo, wale ambao wanalengwa, mmoja wapo ni mimi, na nimeambiwa katika habari hiyo ya uhakika wa 100%, ndugu Gwajima naye anafuatiliwa. Hii nimesema tu niiseme kwa maana hiyo. Kwa hiyo ninawasihi, sio tu mimi na wengine, lakini mimi nataka niwatangazie wote ambao mnaipenda nchi yetu. Unajua wakati mwingine unaweza kukosa uvumilivu, kusema inauma sana, ukazungumza watu. Connection iliondoka kidogo wakati unaongea mambo ya msingi. Nashangaa kwa nini tunakuwa watu namna hii. Kwa mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Niliposikia hii habari ya kwamba tunafuatiliwa, yani operesheni mpya, usakaji wa awamu ya pili, kwa mimi najua natafutwa, nafahamu. Walikwenda pale nyumbani kwangu nilipokuwa nakaa Masaki, wakanikosa. Wakaenda kwa dada yangu Bahari Beach, wakanikosa. Na walikuwa na magari yako pale, na wamevaa yale ya kufunika uso, na wana bunduki nzito nzito. Mnamtafuta polepole, hata kilo 70 hazidi. Kwa nini? Kwa nini mnafanya hivi? Amefanya makosa? Amefanya makosa yoyote? Anajinai? Kama anajinai, kuna utaratibu. Sasa ogopa sana mtu ambaye amefichwa kwenye mbawa za Mungu mwenyewe. Hatari sana, hatari sana. Sasa nitaka leo, kwa sababu nataka niwaambie ndugu zangu, mimi Mkristo, ni Mkristo, napenda Yesu. Sasa kuna mstari mmoja
kuna mstari mmoja Isaya 54 mstari wa 17 unasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Imeisha hiyo. Sasa anayedhani anaweza kupambana na mimi, usipambane, pambana na majambazi, pambana na wahuni, pambana na mafisadi. Hao ndio pambana nao. Usihangaike kunitafuta mie. Mimi anayenificha na kunilinda ni Mungu wetu wa mbinguni asiyeshindwa. Afu kila mtu anajua hicho kitu. Sasa unahangaika na mimi liweje? Kwa sababu kitakachofuata baada ya habari ni mimi kumwomba Mungu kwamba wale wanaonifuata, Mungu, hebu tuwapige show moja ndogo, lakini nafahamu hawa wanaotumwa watu wadogo tu, na mimi bado na imani tunaweza kuzungumza na viongozi wetu kuwasaidia kuelewa, waondoke na kushupaza shingo, kwa sababu wanachokifanya saa hizi ni ubinafsi mtupu. In fact wamedharau kila mtu, na mimi nasikitika sana kwa ajili ya rais wangu na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Sisi tunampenda kama mama yetu, lakini mama hawezi kuwa na... Ngoja kidogo, kuna jambo limeondoka hapa page. Ngoja, watu wa Instagram tumeondoka kidogo, nataka turudi watu wa Instagram. Watu wa Instagram, najaribu kuweka utaratibu waweze kurudi. Tulipata breakdown kidogo. Watu wa Instagram, tunaendelea. Asante. Umeona? Kwa hiyo ifike pahala tufahamu, acheni hii tabia, acheni. Unajua, hata kama mfano mama yako ni kiongozi, unielewa, usitumie uongozi wa mama yako kufanya wa kwako, ukajifanya wewe unampenda sana mama yako, si ndio, kuliko wale waliompa dhamana ya kazi mama yako. Usifanye hivyo. Itafika siku mama yako kazi yake itaisha, atakuja mtu mwingine. Tutashughulika na watoto waliotumia dhamana za wazazi wao kubagaza na kubananga watu wengine. Na hapa narejea, watu walioendesha operesheni kinyume na ukubalifu, kwenda kunitafuta kinyume na utaratibu na kwenda kubagaza, ikiwemo ndugu zangu na wengine hawa, tunasameheana mambo ya kimungu, lakini wahalifu lazima wachukuliwe hatua kali kabisa. Na si lazima leo, si lazima kesho, lakini siku usioijua utawajibika. Na mimi nakwambia kwa sababu najua utawajibika. Kwa hiyo tunapozungumzia usalama wa watu wetu ni muhimu. Na mimi niwaombe ndugu zangu, ni mapenzi mema na nchi yetu, wala msiwe na wasiwasi. Mimi ninamtumaini Mungu asiyeshindwa. Hata kabla sijafanya huu uamuzi, nilimsihi sana Mungu aniambie, tafadhali, mimi ni mtu mdhaifu. Mungu amenihakikishia. Mimi najitahidi kusali dhaifu hivi, lakini kwenye kumtegemea Mungu najitahidi kwa imara. Muwe na amani tele. Mimi namshukuru Mungu niko salama. Hawa wametumwa,
rai yangu kule wanaenda, kama unajua unanifahamu mimi kwa namna yoyote, ni rafiki yangu, ni jamaa yangu, na watu wanakufahamu, wanajua huko mliko, muwe makini. Hawa watu wamesambazwa, wanakuja. Kwa ndugu zangu wale wako Marekani pale, muweni makini. Unaweza kujikuta mnapigwa vikumbo alafu yakawa mambo mengine. Ndugu zangu mko Ulaya hapo, kuweni makini. Unaweza mkuta mnapigwa kikumbo na mtu, kumbe yuko kazini, ikawaletea madhira ambayo tutakuja kuhuzunika baadaye. Na ndugu zangu, nawaombea kwa Mungu sana, maana Tanzania mimi ndo nina ndugu wengi na marafiki na ndugu, na nazungumza ndugu na marafiki na jamaa. Muwe makini. Mwindaji yuko nje anazunguka zunguka kama ibilisi. Unajua ibilisi na mtindo wa kuzengea zengea, lakini tutamkanyaga. Sisi wa Kristo kama mimi tutamkanyaga kwa jina la Yesu, kwa sababu sisi sio watu sio watu wa kuchukuliwa poa, unaelewa? Mimi nilipoamua kufanya huu uamuzi nilimaanisha. So acheni, na hii natoa kama onyo, acheni. Mtakuja kufungwa, mtafungwa msiposimama katika zamu yenu. Sasa la pili tuendelee, ni kuhusu masuala ya uongozi kwenye nchi yetu. Bado namsihi Mama Samia. Watu wengi wananiambia hata sikiliza, atawapuuza. Hanipuuzi mie, anawapuuza Watanzania, which is very unfortunate. Anawapuuza Watanzania. Unakumbuka niliwahi kusema ni wakati gani CCM itaharibikiwa? CCM itaharibikiwa siku ikipuuza Watanzania. Watanzania kila mtu muoga. Nani ana jukumu la kufanya Watanzania wawe na amani katika nchi yao? Serikali inaongozwa na nani? Na Samia na Chama cha Mapinduzi. Msiwapuuze hawa Watanzania. Msichukulie upole wa Watanzania kama ujinga. Don't you ever, msijaribu. Upole wa Watanzania ni karama, ni baraka kutoka kwa Mungu. Karama na baraka inatakiwa itumike vizuri. Karama na baraka inatakiwa itumike vizuri. Viongozi wahalifu, mafisadi, waliotekwa, waliopokwa mamlaka, waliopewa na umma, wanaweza kuanza kudharau wananchi. Kumbuka katiba inasema wananchi katika nchi ya Tanzania ndio msingi wa mamlaka yote, na kila mtu atapata mamlaka hiyo kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Tusiwachukulie poa, na wasihi sana ndugu zangu, tusiwachukulie poa wa Tanzania. Tumshukuru Mungu, watu hawa ni wapole. Tumshukuru Mungu, watu hawa tumepewa kipawa, karama, baraka ya kuwa wapole. Tusiwachukulie poa. Na kama una kiongozi unajua unakula pesa ya walipa kodi, una kiburi na jeuri mbele ya Watanzania, elewa siku zako zimeanza kuhesabika, na sio siku nyingi. Watanzania hawa katika utaratibu tuliojiwekea tutarudi. Mimi nawasisitiza sana, hivi karibuni na wala si mbali, Tanzania itashuhudia tunafunga marais wastaafu, wafungwe, ili kuweka nidhamu, na siku nyingine funga kabisa jela. Wakatambue ya kwamba ukipewa dhamana uwe mnyenyekevu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uheshimu watu, na ulinde maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhamana uliopewa. Sasa ni vizuri mkafahamu. Sasa masuala ya uongozi, mimi nitakuwa naomba jambo moja. Namsihi Mama Samia azingatie ushauri si wangu, ni Watanzania yote, ni Watanzania wote. Tunasema mama, tulete pamoja,
tulete pamoja, turekebishie utaratibu CCM, tumwage oil CCM. Na mimi nakwambia mpaka last minute nitaendelea kukukumbusha mama, kisha twende nje, achilia wapinzani wako. It is the best gesture of democratic, umejua, practice. Yani ni kitendo cha hali ya juu cha mwenendo wa kidemokrasia. Usifunge mpinzani wako utaonekana unamuogopa au unamuonea. Mwache. Mbona li chama letu ni likubwa? Mwache. Acha chama chao kiende kufanya shughuli zao. Kwani unaonyesha CCM ni dhaifu? Mimi nazungumza na wana CCM hawa. Nilipokuwa kwenye dhamana ya uongozi pale, nilipata nafasi ya kwenda nchi nzima na wajua ni watu mahodari. Kwa nini unafanya CCM ionekane dhaifu? Kwamba inaenda kwenye uchaguzi kwa serikali yake kuwashikilia wapinzani wao. Unatufedhehesha. Tunasikia aibu. Kwa sababu kwenye demokrasia CCM ina uwezo kukabiliana na wapinzani. Kwa nini unataka kufunga watu? Mama, please, mimi nakusihi. Labda wako watu wengine wanasema usimwage oil uendelee. Uendelee wapi? Uendelee wapi? Unajua kumwaga oil ni principle ya Chama cha Mapinduzi. Wale wazee kama hawakwambii ukweli wanakuogopa, kwa sababu wana wajukuu, wana mali hivi, wana account benki, wanajua wakikwambia ukweli wanaweza wakajikuta upigwa msukosuko hivi, unanielewa? Lakini mimi mama nakuheshimu, sikuogopi. Mimi sikuogopi hata kidogo. Namuogopa Mungu wa mbinguni tu, anayeweza kuua mwili huu na kuua roho ile iko ndani yangu. Huyo ninamuogopa. Na naanguka kwenye dhambi, lakini huyo ninamuogopa. Asikwambie mtu. Na nimejipanga na nimuomba Mungu kila siku na mbinguni nifike. Lakini mama wewe nakuheshimu kabisa, haina maswali, but sikuogopi. Kwa mimi nitakwambia ukweli. Na ndio maana nilipojiuzuru nilisema wacha kwanza ni mama asitumie pesa yake anayoisimamia wa Tanzania kunilipa wakati ninamkosoa, kwa sababu namheshimu. Nikajiuzuru kwa sababu nakuheshimu ili nikwambie ukweli. Maana nimekufikishia ushauri mara nyingi, lakini ni changamoto. Ni kama umezungukwa hivi, mambo hayaendi. Sasa itafika siku haya mambo yanafanyika, ushauri unakuja, haufanyiwi kazi. Haya yote yata amount kwenye jinai kwa kila mmoja aliyeshiriki. Nitakupa mfano mmoja. Yuko balozi mmoja ashai kuandika barua 17 kwenye jambo hili na hawakuwahi kumjibu. Jeuri ya kiwango cha lami. Na mama, nitaka nikwambie kitu kimoja. Mimi nafahamu sheria yetu ya utumishi wa umma, nafahamu kanuni za utumishi wa nje, nafahamu sheria ya usalama wa taifa. Mimi ilikuwa nizungumze kuhusu mambo katika nchi yetu yanavyohujumiwa, na kwa kuhujumiwa mambo hayo yanahujumu maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa ni mwage hadharani. Hizi vitu nimesema vya CCM, hivyo ni vidogo. Nakwambia hivi, ilikuwa ni mwage hadharani. Kwa nini si mwage? Kwa sababu moja tu. Vitu vingi ambavyo wasaidizi wako wanavipuuza na vingine wewe unafahamu vinapuuzwa, nikivitamka hadharani, nchi, mahasimu, majirani na nyinginezo zitajua kuhusu siri hizo. Na zikijua kuhusu siri hizo, wataziendea fursa hizo ambazo zinabagazwa na kubanangwa na wasaidizi wako nyumbani Tanzania. Hicho tu nikasema kwa uzalendo basi ule mnauona mdogo niliobaki nao, nisiseme hizi vitu kwa sababu mnufaika wa kwanza itakuwa sio ninyi mnaopata taarifa. Mnufaika wa kwanza itakuwa ni nchi nyingine ambazo zitakwenda haraka, zitakamata hiyo fursa, alafu sisi
tutageuka kuwa wateja na tutaipoteza kabisa. Nchi yetu itakuwa imeingia hasara kubwa. Yako mambo mengi yanabanangwa na kubagazwa, na kwa maana hiyo yanahatarisha mustakabali wa nchi yetu na maslahi mapana ya nchi yetu ya Tanzania. Hawa jamaa zetu hapa watakimbia wakachukue, au jamaa zetu hapo juu watakimbia wakachukue, wale jamaa zetu kule kusini kabisa watakimbia wakachukue. Kwa hiyo nimesema haya ninatafuta namna bado, lakini nikiona hamsikilizi sema sasa, ujue viongozi wale wasiosikiliza si watu wa maana. Nchi ya Tanzania ni ya maana sana. Sasa unakumbuka Mama Samia tulipokuwa tunapata hela zile za corona, unakumbuka? Zilikuja mwezi wa 8 kule bungeni, na mimi nilikuwa mbunge mwaka 2021. Zile hela zilikuja nje ya cycle ya bunge, yaani zile hela zilikuja wakati bunge limeshamaliza vikao, na wakati bunge linamaliza vikao, mama, unakumbuka mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge kubwa kabisa kwa maana ya dhamana kuliko zote, ile ambayo ilikuwa kipindi kile inaitwa utawala na serikali za mtaa, USEMI. Tukapitisha trilioni 7.8. Trilioni 3.8 ni matumizi yanayojirudia recurrent, halafu trilioni 4 ilikuwa ni fedha ya maendeleo, kujenga hospitali, kujenga madarasa, kujenga vyoo, barabara, TARURA, kila kitu. Mama, unakumbuka hela ya corona ilipokuja, sitaki kusema kwamba kwanza ilikuja nje ya budget, na ilipokuja kupangiwa matumizi yote iliingia kwenye matumizi ya kawaida. Inawezekana mlikuja kurectify hapa na pale, lakini unafahamu pesa ikija nje ya tumeshafunga bajeti na imeshatoka, haitakiwi kutumika kwenye mambo ambayo yameshapangiwa fedha. Inatakiwa itumike kwenye mambo mengine ambayo hayakupangiwa fedha. Kwa mfano kipindi kile ni corona, ni mtikisiko wa dunia. Kwa hiyo kimsingi pesa ile ilitakiwa ikatusaidie kushajiisha, kustimulate mauzo yetu nje, ili tuweze kupata fedha ya kigeni kuingia ndani. Lakini nakumbuka zile hela zote tuliziingiza kwenye mambo ya maendeleo, kujenga madarasa, kujenga vituo vya afya na vitu kama hivi. Mimi niliwahi kutoa ushauri na onyo kwamba wanapokwenda kutekeleza hela zile za corona, msisahau kuna trilioni 4 tuliziwekea budget kwenye mwaka huu wa fedha 21-22. Unakumbuka ile audit, ile ukaguzi uliokuja na madudu mengi sana mama, unakumbuka? Ukasema utaunda kamati ya makatibu wakuu wakarekebishe na nini, unakumbuka mama? Ile yale madudu yote mimi nakuhakikishia yalitokea kwa sababu kuna hela mbili zilikutana hivi. Hela ya corona inafanya mambo yale yale, na hela ya budget ya serikali inafanya mambo yale yale. Ndio maana wewe waulize wataalamu wako, kwa nini tulizunguka tukaona madarasa yamejengwa kwa hela ya corona, lakini hatukuona madarasa yaliyojengwa kwa hela ya budget? Tazama pale, ulisema wataunda, tutakuja kuambiwa pesa ile iliharibika, ilikwenda wapi? Sasa mambo kama haya ndio ambayo tunatakiwa tuyalinde, ndio maslahi ya taifa letu la Tanzania. Ni muhimu sana tukazingatia. Lakini ukiona ufisadi unashamiri, lakini unaona mambo hayafanyiwi kazi, ili haipendezi. Kwa mfano mama, mimi nikuume tu sikio sasa hivi, mchezo wa kamari ambao ni dhambi kwa dini zote, kwa Waislamu. Wewe najua mama ni muumini wa dini ya Kiislamu, wewe ni muumini, tena sio tu muslima, wewe ni muumini kwa maana ni daraja, nina imani hivyo. Lakini na Wakristo wa daraja zote, kamari kitu kibaya. Zinachezwa kamari hapa mjini,
kwa mamia ya mamilioni. Mama, umejiuliza hizi hela watu wanachezea kamari zinatoka wapi? Ni hela wamezitoa kwenye biashara zao, ndio wameziingiza kwenye kamari. Nakupa hiyo tu kama changamoto. Pesa wanaenda kwenye kamari kwa mamia ya mamilioni, maki wakiwa wengi ni mabilioni ya shilingi yanachezeshwa kamari. Hii hela imetoka kwenye uzalishaji ama kuna mtu ana mafurushi ya hela yametoka kusikojulikana? Na katika nchi ya Tanzania kama ni hela imeandikwa 10,000 kwa malipo halali, maanake imetoka humu ndani, ila kuna watu wanaichukua ile, badala iende kwenye maendeleo inakuwa ya kwao, halafu wanaingiza kwenye kamari. Kamari hapa Tanzania inaweza kuwa kitu kimojawapo ambacho kama sio wewe, kwa sababu inatakiwa tumwage oil sasa. Mama, unanielewa? Kwa kiongozi anayekuja atizame kamari source yake ya fedha ni wapi. Inawezekana tunafanya utakatishaji mkubwa kabisa katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. Mama, uongozi huu ambao mimi nimeshanawa mikono, nimejiuzuru, hautasamehewa. Lakini kuna hao wapiga kamari wakubwa na wahuni wengi sana, wengi mno, wako mjini hapa. Wengine mama walikuwa wahalifu wakapatikana na hatia wakatoka, sasa wanaendelea na uhalifu. Wewe tizama tu, inawezekana mimi naota maana inawezekana mimi naota. Tizama sasa, hii ni utawala bora. Sisi huwa tuna sign ile ya kila mwisho wa mwaka, mama nawe fuatisha. Sasa sijui kama miaka mipita ulikuwa na uje rais huwa anaonyesha mfano, jamani, na mimi rais wenu Mama Samia Suluhu Hassan nimeenda leo nimejaza leo fomu za maadili ya viongozi ya kutangaza mali na madeni, si ndio? Alafu sisi wasaidizi wako kipindi kile, sasa mimi nilijaza mara mwisho mwezi ule wa Disemba, wote wanafuata. Ungekuwa unafanya hivyo, Magufuli alikuwa anatuambia naenda kujaza, ole wake mtu asijaze. Watu wote tunakimbia kwenda kujaza. Mimi nilikuwa bungeni kipindi kile. Unajua uadilifu unakwenda sambamba na nidhamu. Kwa mimi nakusihi, kuna pattern fulani, kuna muonekano fulani hapa mjini ambao unatia mashaka, pesa hizi zinatoka wapi? Maana mimi sio mtu mwenye roho mbaya, mimi napenda watu wafanikiwe, wawe na maisha mazuri, wawe na mapesa mengi, ndio malengo ya nchi yetu. Lakini ni vizuri mkamuuliza mtu, kwa mfano ana magari 10, yale Mercedes Benz yale ma G-Wagon anayo 10. Kwa nini TRM simtembelee mkajenga naye undugu, kumuuliza kwa mtu ana G-Wagon 10, muulize tu, bwana wewe umebarikiwa, lakini basi tusaidie mbinu na sisi tuwashauri wa Tanzania wengine ili na wao wanunue magari mazuri kama ya kwako. Na mimi sisemi watu wasinunue magari mazuri, kwa sababu kuna mtu atakurupuka hapa, unajua huyu ni mjamaa mkomunisti, hataki maendeleo ya watu. Acha bwana, acha mambo yako bwana, acha. Mimi nataka watu wenye mahela yanayoibuka kupufu, TRA watembeleeni, wawape mbinu. Mkikuta wana biashara ya madini pia watembeleeni kule, mwatie moyo na vyeti muwape. Lakini mimi nawapa mbinu, muende mkafuatilie utakatishaji wa fedha hapa Tanzania. Unakuta mtu gorofa limeibuka pufu, mkampongeze, mumpe cheti, ndugu yetu wewe umefanikiwa, tumekuja kukupongeza, sijui mahela haya yanapatikana vipi, ili na nyinyi muwaambie wa Tanzania na yeye mumpe cheti. Mimi nakupeni mbinu hapa. Utakatishaji fedha ni mkubwa vibaya mno.
samani wanaume wenzangu, samani, lakini msinielewe kwa vibaya wanaume wenzangu, mnisamehe, nimeomba msamaha wanaume wenzangu. Yuko mwanaume mmoja wa shoka anahonga dola, anampatia dada yetu mmoja, anampiga dola 3,000. Jamani wanaume, nimetoa kodi, mnisamehe. Basi hawa wanaohonga dola 3,000, hizo ni milioni 10 kwa mara moja. Of course ukiacha tu kwamba wanateteresha mustakabali wa wanaume wengine kwenye sekta hii ya mapenzi na kupendana, lakini ni vizuri mifumo yetu, taasisi yetu ile financial intelligence ile itusaidie. Kama mtu anatengeneza dola hapa anahonga dola 5,000, anahonga dola 10,000, kwa sababu na mimi ni mnufaika. Lakini kwenye serikali tukafuatilia, mimi nakupeni tu mchongo utakachakutisha. Mwisho kwa siku ya leo, ACT Wazalendo. Sasa ndugu zangu wa ACT, kwanza niwape pole. Niwape pole kwamba leo ofisi ya msajili wa vyama ndugu yetu Jaji Mutungi na ofisi yake wamebatilisha ugombea wa ndugu yetu mwingine bwana Mpina, ndugu yetu mwingine bwana Luhaga Joelson Mpina. Huyu alikuwa comrade wetu kule kwenye chama lakini nafikiri alikosa kuwa na ngozi ngumu. Mama alipompiga mkwala pale jimboni wakamkata. Lakini kwa kweli Mpina mimi namuunga mkono kwamba alipokuwa kwenye chama chetu alikuwa mmoja wapo wale wabunge ambao wanazungumza. Wanazungumza kwa kweli, na tunapaswa kuzungumza. Sasa alipokatwa pale, kabla hata vikao kule juu havijaenda, akahama chama, akahamia chama cha ACT cha bwana Zito. Ndio. Na mimi nimeshazungumza ACT, Chauma, zote hizi tunazungumza. Kiingereza politically speaking, hizi ni project bwana za CCM mtandao. CCM mtandao sio CCM Chama cha Mapinduzi. Si niliwaambia mwaka 2021 itafika siku CCM hii OG inapigwa kopi, halafu linapatikana CCMB. Hili CCMB ndio CCM mtandao, linakuwa linaamua nini CCM A ifanye. Sasa hizi vyama project hivi vinamilikiwa na kuendeshwa 100% na CCM mtandao. Sasa amekwenda kule, na mimi nikasema hatuwezi kuruhusu kwenda kwenye uchaguzi na vyama project. Yaani CCM iingie kwenye uchaguzi wa miaka 10, tunakamilisha miaka 10, iende kushindana na vyama mpango wa kando. No. Mimi nawajua wana CCM, wanachama kuanzia mashina, unakuja matawi, unakuja kata, unanielewa? Zanzibar unakwenda jimbo, unakuja wilaya, unakwenda mkoa, unakwenda taifani pale, watu mahodari. Kuna makatibu wa chama, hao ni jamaa watu noma hatari, wanachapa mzigo. Tena wengine maskini ya Mungu hata pesa hawalipi. Ruhusu Chama cha Mapinduzi uzi wanaumia roho kitendo. Na mimi nilishiriki kuandika watu wa ACT sukuma, lakini nilikaa siku nikajipinda, nikaandika nikasema Mpina batili. Na nimpongeze sana yule dada, namfahamu muda mrefu, Mona Lisa Ndala. Hongera sana, umeonyesha uzalendo wa hali ya juu. Unapona mambo hayako sawa kwenye chama chako unazungumza, na sisi tunakuombea kwa Mungu wasikufanye kitu kibaya, wasikutishe, lakini kuwa makini, kwa sababu wameumia sana kile kitendo wewe umefanikiwa. Kuwa makini na Mungu huyo wa mbinguni atakulinda. Ndio. Lakini mimi nilisema wahuni kokote waliko, kwa mfano sasa hizi tulipata mwanya
wa kuwaendea ACT Wazalendo, kwa sababu Mpina sikaenda kule. Sasa Mpina hakuwa hajasoma ule mchezo vizuri, wakamkumba kaingia kajaa 18 ngii. Leo kitu kimejaa. Kwa wale tumewadondosha, lakini ushindi tulioupata leo dhidi ya ACT Wazalendo ni ushindi dhidi ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa CCM, kwamba na wao hawana uhalali wa kuendelea na uchaguzi huu. Wameingia kwenye nafasi hizo kwa kuchakachua, hawastahili, mmelazimisha. Mimi sitakubali hata kidogo. Wewe wacheni hawa watu wengine wanakaa kimya kwa sababu wanawaogopa. Narudia tena, mimi siwaogopi, na nitawaambia hivi wakati wote mpaka haki itakaposimama. Na kwenye barua nilivyojiuzuru ile nilikwambia, nina imani siku moja kama huyu Mungu alivyo mwaminifu kwetu, tutapata uongozi katika chama na serikali unaolinda maslahi mapana ya nchi yetu, unaheshimu haki, unaheshimu watu, unalinda maslahi mapana ya watu, haki zao, usalama wao na mali zao. Iko siku isiyokuwa na dina. Mimi ninamwamini Mungu wa mbinguni. Iko siku. Sasa siku hiyo ilitakiwa hiyo kwenye uchaguzi huu. Mama, wewe upumzike, kwa sababu hutakiwi kugombea, ila naona umeshupaza shingo. Mimi nasema kama kijana wako, yaani mimi si tofauti na Dula, umeelewa? Mimi si tofauti na Dula. Si tofauti na Dula. Nakwambia tu mama, kwenye hili umeshupaza shingo, na usitake mama Mungu akakasirika juu yako, kwa sababu watu wengi wanalia. Wape watu wa CCM haki yao. Ujue ndio maana wanasema kuna tuhuma nyingi, na mimi nazifahamu kadhaa, na nataka leo tushie hii dakika 42, lakini mimi nazifahamu kadhaa. Nitakuja kuambia mambo ambayo ninajua. Kwa mfano Mama Magufuli alihangaika nayo, na alipofariki yakabinuka. Nitakuja kuwaeleza. Sisi tunakwenda mdogo mdogo, usiwe na wasiwasi. Nimesema mama, jitafakari. Wacha watanibeza vijana wako, watanibeza vijana wako. Wengine wale wako Masaki pale. Siku nyingine nikijisikia nitawatajia wananchi ile nyumba ambayo wamewekwa vijana wanaokuja kutukana watu mtandaoni. CCM haitukani watu, huwa inajenga hoja. Nitawatajia ile nyumba kama vipi hiyo nyumba ni hiyo. Ni vizuri majirani mkafahamiana. Huwa hatutukani watu, tunajenga hoja. Lakini tunaona vijana hawa wanatukana. Na siku moja tutakapoongozwa na Roho wa Mungu, nitawaambia jamani, leo nyumba ni hii, majirani mjiwane, hapa ndo kuna kikundi cha wana CCM wanatukana watu mtandaoni kwa kubarikiwa na viongozi wa chama. Na wale wengine wanaitika kwa ofisi ya kijana wako mama, si unajua nao wako kule, nao wanaendelea na kazi. Nao pia, kwa sababu mimi ni mtu nimekuwa pia kwenye chama, najua vitu hivi. Na tutasema majirani wajue kwamba hapa ni ofisi anayesimamia kijana wako yule. Na sehemu nyingine kuna ofisi inasimamiwa kwa mtindo huo, ili majirani wajuane. Na hao vijana wengine mule tunafahamiana kwenye chama hiki, tunafahamiana. Nimeona baada ya hizi dakika 45 nirejee kusema ACT kuondolewa. Alafu umesikia walivyoandikiwa barua eti kiburi. Hatumsikilizi msajili. Hiyo jeuri unapata wapi hao? Au mpango wa kando washaambiwa na CCM msimsikilize msajili. ACT kaa pembeni. Mama Samia, tujisikie aibu. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi na Chauma. Yaani watu wamemkimbia Tundu Lissu, wamemkimbia kwenye chama, wameenda Chauma. Mamluki wale wameenda kuchukua chama cha mzee wa watu, mzee Hashim Rungwe, mzee wa ubwabwa. Ndio unataka ushindane nao hao? Kwa sababu wewe pia hautakiwi kushindana, unatakiwa uachie hii ngoma. Sasa mtu atakayekuja kunisema kwa kunibeza, namkaribisha, lakini usinilaumu nitakapozungumza mambo ambayo niliyafahamu kwenye chama pale yanakuhusu na vitu kama hivyo, kwa sababu taarifa ni nyingi, na kwa sababu ya muda tuwe tunaenda nazo pole pole kama jina langu.
Kwa hiyo niliona leo niwajulisha ya mambo manne. La kwanza kubwa, wote ndugu zangu, rafiki zangu, jamaa zangu mnaoumizwa na hali inayoendelea, kuweni macho. Kuna watu wametumwa kwa operesheni wakiratibiwa na genge la wahuni na watu waliokosa uadilifu kwenye vyombo vyetu, wametumwa kuwaendea wawatafute. Achana na mimi sina matatizo, ila ni ninyi ndugu zangu, rafiki zangu, jamaa zangu, Watanzania wenzangu ambao mnachukizwa na hali hii. Kuweni makini, kuweni makini sana, kuweni makini mno, kuweni makini mno. Na ninasema hivi vizuri kwa sababu mimi hao polisi ni jamaa zangu, usalama wa taifa ni jamaa zangu, hata kule jeshini ni jamaa zangu. Lakini unafahamu Dodoma walivamia nyumba yangu, hawajawahi kupata mwizi mpaka kesho. Unafahamu wamevamia nyumbani, nyumba ya familia pale kwa dada yangu, mpaka leo sijapata taarifa. Unafahamu mambo haya? Ni vizuri mkafahamu hivi. Kwa hiyo tunakaa kama vile tunakubali hali, lakini si sawa. Kwa naomba muwe makini. Wewe unafahamu, tunafahamiana, kuwa makini, kuwa conscious na mazingira yako. Kuna lugha hiyo ya kiusalama, kuwa conscious na mazingira yako. Unapokwenda tizama, ukiona kuna mienendo ya watu wanakufuatilia huwaelewi. Kama unaendesha gari, kuwa conscious. Kuna gari limekaa nyuma yako muda mrefu. Unaenda na bodaboda, tizama bajaji, pale ambapo lazima tupeane mbinu kuendelea kuwepo, tukisubiri kukomboa hatima ya nchi ya Tanzania dhidi ya makucha na minyororo ya wahuni. Nawashukuru sana, asanteni, nawapenda, na Mungu wetu wa mbinguni asiyeshindwa awabariki sana. Tuko pamoja.